Makame Juma. Natokea mamlaka ya usafiri na usalama barabarani. Lakini pia kwa mpaka sasa hivi mimi ndo mkaguzi wa madereva na magari hapa Pemba. Kwa ndugu zangu, tufuateni hizi sheria, kanuni pamoja na miongozo ya usalama barabarani, basi tutakuwa salama. Tutapunguza ajali kwa kiasi kikubwa, mwishoni kumalizika kabisa. Tuko pamoja? Sasa moja kwa moja nije kwenye ishu ya moja kwa moja hizi zinazowakuta mama zetu wanaopakiwa. Wakati mwingine hupakiwa watu wawili, watatu kwenye chombo cha kupakia mtu mmoja, pikipiki, mshikaki. Lakini na madereva wenzetu wengine wakiendesha wakiwa hawana leseni, kwa sababu yeye anasema mimi najua. Tufahamu kwanza, hivi vitu vyote vinavyofanyika barabarani vimekwenda kwa mujibu wa sheria ya usafiri namba 7 ya 2003. Jamani, tuko pamoja? Hii sheria inayotumika, akisimama barabarani huyo anakusimamisha wewe, askari traffic au mtu wa mamlaka ya usafiri, anatumia sheria namba 7 ya 2003. Nafikiri kama sikosei, jeshi la polisi mnatumia 23, mamlaka anatumia 22 kwa ajili ya kuongoza hilo swala. 22, 23. Sisi 22 mamlaka. Kazi yake nini mamlaka? Kazi yake ni kusimamia mambo yote ya usafiri barabarani. Wale unaokuta kwamba ana gari yake anapasishwa mamlaka ya usafiri barabarani, anatakiwa achukue abiria wangapi, apafanyiwe majaribio na vitu vingine. Kwa hiyo niwaombe kwenye eneo hili la masuala ya upasishaji na vitu vingine, tusipate matatizo yaliyokuwa si lazima. Inawezekana wewe huna usafiri lakini jirani yako anao, au pengine mume wako anatumia ule usafiri. Tufanyeni utaratibu unaofaa wa kutafuta leseni ili tukiendesha barabarani tuwe tuna uhalali wa kuendesha. Tunaweza wakati mwingine tukawalaumu wale wanaosimamia kule barabarani wakati wewe mwenyewe bado hujajitathmini. Unawezekana wewe unasema mimi najua kwa sababu unaendesha, lakini huko halali. Sasa siku ya kutokezea sasa, pale ndio utajua umuhimu wa kutafuta vibali vya serikali. Na kwa bahati nzuri utaratibu ni rahisi sana. Hata hizo tonzo unazozitoa kwa ajili ya kufuatilia hayo masuala yako ya leseni pamoja na upasishaji ni rahisi mno. Labda niseme tu, mtu yote ashafika umri wa miaka 16 kwa baadhi ya klasi anaweza akapata leseni miaka 16. Ndio baadaye tunaanza na miaka 18 kwa vyombo vya vinavyo CC chini juu ya 50. Maana yake umri wa miaka 16 anaweza akapata kwa sababu anaendesha below 50. Vyombo vile vilivyoko chini ya CC 50 ndio anaweza kuendesha kwa mtu wa umri wa miaka 16. Kazi kubwa ni kujisajili katika chuo cha udereva kwa ajili ya kupata mafunzo. Lakini baada ya kujisajili atakwenda katika ofisi za mamlaka kupata medical form na kwenda zake hospitali kuchekiwa afya yake. Je, ana uwezo wa kuendesha chombo? Anaona akili na mwili vinafanya kazi katika mtiririko mmoja? Baada ya kujiridhisha daktari na watu wa mamlaka wakaona, watampa hiyo learner driving license ya kujifunzia. Ile ina umri wa miaka sababu atakuwa hawajafaidika. Kwa hiyo baada ya kupata learner driving license utakuwa una uhuru wa kufundishwa na mtu ambaye kwamba ni instructor. Sio kwa sababu mimi jirani yangu ana leseni ya miaka kama 10 hivi endaka kufundisha. Hiyo hakuna. Kuna watu waliokuwa vibali maalum baada ya kupimwa viwango vyao wakaonekana kwamba wao wanaweza kufundisha. Baadaye utakuja kufanya mitihani wa nadharia. Mtihani wa nadharia una maswala 15. Katika hayo maswala 15 kwa bahati nzuri wanafunzi wetu wameyajibu hapa. Ni kujua tu alama hii inaonyesha nini, ni alama ya gani, hii ni amri, ni onyo, kazi imekwisha. Ukimaliza huo wa road sign unakuja kwenye regulation sheria.
Kwa bahati nzuri na wanafunzi wetu wanawazifahamu. Kazi umekusha, unakuja zako kwenye practical jinsi ya kuendesha gari. Ulifahamu gari lako na kuliendesha. Sasa nayazungumza haya ili kusudi watu waachane na mambo ya mtaani. Kupata lugha za mtaani tu kwamba wewe endesha tu, kwani ndio si unapita tu pale mbio. Akikusimamisha pale, unapuliza mafuta unakwenda zako. Sasa unakwenda zako alafu unamwangalia askari ulompita huku. Ukimwangalia askari ulompita, ghafla tu unakuta wewe uko hospitali. Kwa sababu kitendo cha kuangalia huku mara moja kwa chombo umefika mbali. Kwa hiyo nilisema hili nilizungumze ili wenzangu muweze kulifahamu, muone kwamba mtu yote kumbe anaweza kudrive gari kwa kupitia utaratibu uliokuwa sio mgumu. Ili mradi umeshapata kitambulisho cha Mzanzibari au cha Mtanzania, lakini kwa hao walio na below 50 wa miaka 16 cheti chake cha kuzaliwa. Hapo kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Utajifunza na baadaye utafikia kufanya majaribio na kupata leseni yako au cheti chako cha ufaulu. Ndugu wanafunzi pamoja na walimu, kuna sheria namba 5 hii ya ofisi ya adhabu za papo kwa papo. Hii adhabu tunaizungumza kwa Kiswahili, lakini tukisema penalty ndio inakuwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo nini maana hii adhabu? Unapewa hii adhabu ili lile jambo uache kufanya. Niwape mfano mmoja, kupasisha chombo kwa mfano Vespa 15,000, lakini kwa kupasishi ni 466. Hebu tujiulize kipi unachagua hapo? Utoe 15,000 au utoe 466? Unataka utoe 15,000 au utoe 466? Unataka utoe 15,000. Sasa kama unataka 15,000, kwa nini sasa utoe 15,000 usubiri mpaka ukamatwe ukatoe 466? Sasa leo ukitoka hapa ukamweleze jirani yako au mzee wako, mwambie baba, kumbe kupasisha shilingi 15,000. Lakini faini yake ni $200. Dola 200. Kwa nisema nieleze hili nalo pia watu wafahamu kwamba kumbe kupasisha so issue. Issue ni kichwa chako tu kikiwa hakikubali, wewe unaona mimi nitatembea. Lakini kuna siku unakamatwa bila kujua. Sasa pale ndo unaanza kujuta kwamba natakiwa nikalipe 466 na hakuna excuse. Kwa ndugu zangu wanafunzi, mlichukua hili somo na kwa bahati nzuri aliniambia hapa kamanda kama somo la mwanzo kuja. Na kweli baada ya wanafunzi wawili watatu kuanza kukumbuka tu umetueleza vitu vingi. Kwa hiyo mwambie jirani yako, mzee wako kwamba usivuke chini ya mlima. Usivuke barabara kwenye krosi. Tafuta eneo sahihi lenye zebra. Ukikosa kwenye zebra basi uangalie upana mkubwa, yani palipoona uwazi. Kwa sababu kuna maeneo mengine yana makutano hatari ya barabara, close junction, ambapo kwamba mpaka unaingia pale huoni kinachotokea huku wala huku. Kwa hiyo hapo pahali si salama, tafuta eneo jingine uvuke.